hizi tunataka uelewa, tunajengea mfalme wa falme. Mpe Bwana makofi mengi. Sasa sikiliza, madhara ya kutokujenga nyumba ya Mungu au kupuuza kujenga nyumba ya Mungu. Hagai 1 mstari wa 1 mpaka wa 11. Hapa tunaona Mungu anataka nyumba yake ijengwe vizuri na ya kupendeza, lakini hawa Wayahudi walikuwa wamesahau nyumba ya Mungu inaharibika. Sasa wanaenda katika nyumba zao za mapambo ya mbao, lakini nyumba ya Mungu wanaiacha imekaa tu. Sasa tuangalie kilichowapata. Hagai 1 kuanzia 1. Imeandikwa katika mwaka wa pili wa Dario mfalme, mwezi wa 6, siku ya kwanza ya mwezi, neno la Bwana lilimjia Zerubabeli mwana wa Shealtieli liwali wa Yuda na Yoshua mwana wa Yehosadiki kuhani mkuu kwa kinywa chake Hagai nabii kusema, Bwana wa majeshi asema hivi, ya kwamba watu hawa husema, huu sio wakati utupasayo kuja, huu sio wakati wa kujenga nyumba ya Bwana. Huu sio wakati, tuna mambo ya kufanya mengi ya maana. Huu sio wakati sahihi wa kujenga nyumba ya Mungu. Endelea. Ndipo neno la Bwana lilikuja kwa kinywa cha nabii Hagai. Sikiliza vizuri, naomba unisikilize vizuri hapa. Niko kwenye eneo la hatari, yaani alama nyekundu. Nilipokuwa nakuja hapa, tunaendesha gari, mama alikuwa anafika mahali anaona taa nyekundu, simama haraka, shika break. Niko kwenye eneo la hatari hapo, taa zinawaka nyekundu. Kusema, je, huu ndio wakati wa ninyi kukaa katika nyumba zenye mapambo ya mbao? Iwapo nyumba hii inakaa hali ya kuharibika. Endelea, mimi niko kazini. Basi sasa Bwana wa majeshi asema hivi, zitafakarini njia zenu. Zitafakarini njia zenu. Mnasema usi wakati wa kujenga nyumba yangu, mnakimbilia nyumba zenu nzuri zenye rangi nzuri, vigae vya thamani. Zitafakarini njia zenu. Sikiliza, mmepanda mbegu nyingi, mkavuna kidogo, mnakula lakini hamshibi. Mmekula kila aina ya chakula siku hizi, hata pilao na nini, lakini bado hamjashiba. Mmekunywa hamkujazwa za kisasa, bado hamjashiba. Mmekula hata samaki za Wachina na hamjashiba. Endelea. Mnakunywa lakini hamkujazwa. Coca-Cola mmemaliza, mmeenda siku hizi mnakula zile soda zingine za cola. Mpaka mmeenda kuna zingine zinaitwa nini, Mirinda. Mkaacha kunywa uji, lakini bado hamjashiba vinywaji. Mna kiu bado. Endelea. Mnajivika nguo lakini hapana onaye moto. Mmetafuta joto, lakini kwa nguo mmebadili kila style na zaidi pamba nzito mmeweka, lakini hamjapendeza bado. Ndio maana hata leo tena umekuja na nyingine, lakini bado kupendeza hujapendeza. Na wiki kesho utakuja na nyingine tena na hutapendeza. Endelea. Na yeye apataye mshahara apata mshahara ili kutia katika mfuko uliotoboka. Angalia hiyo. Endelea. Bwana wa majeshi asema hivi, zitafakarini njia zenu. Tafakari njia zenu. Endelea. Pandeni mlimani. Anakupa shauri, panda mlimani. Mkalete miti, mkaijenge nyumba, nami nitaifurahia, nami nitatukuzwa, asema Bwana. Mlitazamia vingi baraka, kumbe vikatokea vichache. Ni vichache tu. Tena mlipovileta nyumbani, vikapeperushwa. Ni
nikavipeperusha. Endelea. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu gani? Asema Bwana wa majeshi. Ni kwa sababu ya nyumba yangu iliyokaa hali ya kuharibika, wakati ambapo ninyi mnakimbilia kila mtu nyumbani kwake. Unajua kuna baba mmoja ametoa ushuhuda pale, mchungaji akafurahi, akasema nilijengea mama yangu. Sawa, sasa swali, Mungu ulimjengea nini? Mama yako ulifanya vizuri na umepata baraka, utaishi miaka mingi. Na Mungu je, umemjengea nini? Nyie sikiliza, mpunguze kucheza. Ndio maana mimi natakiwa kama askofu makamu, kwa vile sijapata ruhusa, ningefunga kwaya nyingi sana, kwa sababu mnacheza sana hapa staili mpya, lakini kwa Yesu hamleti staili mpya. Hela zinazokuja kwa Yesu ni kidogo sana. Munaleta hela ndogo. Sasa sikiliza, endelea. Anasema basi kwa ajili yenu mbingu zimezuiliwa zisitoe umande. Umande manake baraka za Mungu hazitatoka. Nayo nchi imezuiliwa isitoe matunda yake. Unalima lakini hakuna mazao, matunda kidogo. Unalima, unapanda mchungwa, unavuna ndimu. Na kama ni kachungwa kadogo afu kakali. Endelea. Nami nitaita